ni kumbukizi ya hayati Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, rais ambaye alichangia sana katika masuala ya kijamii, katika kuhamasisha vijana kuachana kabisa na matumizi ya madawa ya kulevya. Leo hii nipo katika kituo cha Kidongo Chekundu. Kati ya huduma ambazo zinatolewa hapa ni huduma za uraibu. Tutazungumza na vijana mbalimbali ili kujua mchango wao katika kumenzi na kumkumbuka hayati Abeid Amani Karume kupitia hatua ambazo alikuwa akizichukua katika kuwashawishi vijana kuachana na matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa leo ni mapumziko yetu tangu alipotuhusia kiongozi wetu Abeid Amani Karume kupitia masuala haya ya madawa, na haya madawa sisi tumejikubalisha kuyawacha, ndo mpaka leo imefika hatua mkatukuta katika hili jengo, na mpaka hii huduma tunayoipata hapa tumeikubali, mpaka hii leo tupo mpaka sasa hivi tunaendelea na huduma sana. Nashukuru sana kwa mambo mengi alifanyia Karume, kwa sababu la kwanza alisisitiza sana kwamba sisi vijana alituonea huruma kwa sababu kweli, kwa sababu ametujua ni watu wake na itafanya kesho. Kwa wakati tunatumia madawa, jamii ilikuwa haikupendi, wazee hufahamiani nao, huaminiki na chochote, lakini baada ya kuacha, nashukuru alhamdulillah, wazee unafahamiana nao, unakuwa na huruma na jamii yote inakupenda, uko pamoja na jamii mpaka sasa hivi unaaminika kwa kila kitu. Safari yangu alisaidia serikali moja, ni wachache inaangukia serikali hiyo, serikali yetu hapa Zanzibar. Tunashukuru kwa serikali na hao walikuwa chachu kwa kuja kufanya mambo kama hayo hapo, kutusaidia sisi, kutuona kwanza, kutukumbuka, kwa sababu tulikuwa tunaumia sana, hatunazalibika salama, tunatujulikana nyumbani, familia zetu, mpaka imani zinatuondoka ndani ya miguu yote, haina imani. Yani unaweza ukafanya kitu ambacho wewe hata kwa baadaye kama utakaa ukiwaza, unaona kile kitu hata si cha kufanya, kwa sababu utaenda kumpokonya mtu, ama utakuwa una vitu vyako ndani mwenyewe utakuza vyote, au hivi nyumbani, pesa mfano umetumwa pesa ndio hiyo ya kula, au hivi umetumwa, unaweza kwa nyumbani ukakausha bana, ingepotea na ukakausha kweli, maana ukakausha hasa kwa sababu ukishapata uraibu, ukapata ile uraibu, maana ile uraibu unakusumbua, ushakuingia ndani ya damu. Sasa ile yote unafanya unaweza kufanya. Sasa mzee Karume aliona mbali sana na vijana tunateseka sana, na mimi nakuomba kwanza dada au walileta wapige juhudi sana, watu wazidi kutusaidia. Aliyechoka kumwagilia hataki tena maji machungu. Hii ni methali ambayo alikuwa akitumia hayati Abeid Amani Karume. Kutoka hapa kituo cha Soba, mimi Rayyan Hamadi Faki, na hii ni Mnana TV.